Tuinamise vichwa na tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa mbinguni, tumerudi kwako mchana wa leo Kristo. Tunakushukuru na ukuinua kwa ajili ya afya njema umetupatia. Tunasema ni asante kwa ajili umetukutanisha wakati huu Baba. Tunashukuru na ukuinua kwa ajili ya kila jambo umetutendea. Asante kwa ajili wewe ndio kimbilio na tegemeo. Sifa na shukrani sikurudie kwa ajili unastahili. Utukumbuke ukiwa katika kiti yako Yesu. Tuondolee maovu na kifo na mauti na ajali barabarani. Tufunike wakati huu likiso na damu yako Baba. Wakumbuke wale wanafunzi wanaendelea mtihani wa kidato ya 9 ya 4. Kristo tamaraki mahali hapo, kafungue kila mmoja aliyefungwa kwa ajili ya kukutana na uso wako. Ni wakati naenda kupeana uchumbe. Kristo kashuka na ukae pamoja nami. Unichase na ukanifunulia Baba. Wempendo wapata kulisikia na kuliokoa Baba. Sante kwa ajili wewe ndio kimbilio na tegemeo. Nimefunga kila maroho kutoka baharini, kusimuni, changwani na nchi kavu. Maroho inaweza kuintafia katika mafundisho. Nimeyakemea katika jina la Yesu yapata kushindwa. Fungua Baba wa Israeli, fungua wapendwa kwa ajili ya kusikiliza. Waachilia malaika wako 12 na kila mmoja akashuka na akafanya kazi yako. Na itisa hekima na busara na urefu katika mafundisho nitangulie. Katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Amen. Asifiwe. Asifiwe Yesu. Naona leo ni siku njema ya baraka kubwa. Mungu amezidi kutuonekania, tumekutana tukiwa wasini na wasima, kwa sababu kuna wale wameraswa katika hospitali mbalimbali, wameungua katika kwa nyumba na wachapokea uponyaji. Lakini wewe naona unaenda kukaribia mwaka, unakoa tu na kukunywa maji moto na kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tupigie makofi kwa ajili ya ushindi na neema zake. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tumuinue Bwana, kwa sababu utamuinua wakati uko kaburini. Ile dakika ulio nao, ile masaa ulio nao, ile siku umeamuka, mtukuse Bwana ya kwamba utamtukuza tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukwe mfano ulio mwema kwa wale waliopotea ndio wapokee nuru. Kwa mfano ulio mwema kwa wale waliofunjika moyo na kurudia katika hema la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uwe kielelezo kilio bora kwa kila jambo unaofanya. Malaika wa Bwana wakipeleka uchumbe kule mbinguni, wasema unastahili kuitwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha tukae katika neno, na neno ndiye itachenga wokovu wetu, na ndio Yesu Kristo atatuongoza katika vile yeye peka yake anapenda. Kwa ajili ya masaa, turudi katika maandiko ya Efeso 3 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 12. Hii ni kitabu ambayo mtume Paulo alipokuwa ameandikia kwa Efeso, ama alipokuwa amepewa ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa Efeso 3 kuanzia 1 mpaka 12. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni kazi Paulo alipokuwa anafanya katika mataifa. Paulo alikuwa amejitolea katika kazi ya Bwana. Alikuwa ameamua kukaa katika Kristo ndiye apate kuchegeka katika njia zake ya kiroho, pia na njia zake sionekane zikiwa mwangaza kwa watu wote. Katika hii huduma Paulo alipokuwa katika mataifa, wengi walichegeka, wengi walifunguliwe, wengi waliponywa, na wengi walifuata sauti ya Bwana. Kwa sababu ukifuata sauti ya mwanadamu utapotea. Kwa hivyo wewe Mkristo ni vyema kufuata sauti ya Baba, kwa sababu yeye ndio mwanzo na mwisho. Hakuna jambo lolote lisilowezekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukiwa unaamini na ukae katika neno, yeye atakuongoza na atakutumia malaika wake mwenye ukuongoza vile atakavyo, lakini sio vile wewe utakavyo. Kwa hivyo tunaona katika hii safari ya Paulo, ama katika huduma wake katika mataifa, Bwana alinena mengi kupitia njia za kiroho, na kupitia njia hizo za kiroho zilichenga Paulo akafunza watu wengi jinsi
vile wanaweza kusimama katika neno na maombi. Turudi katika maandiko. Maandiko yatuambia hivi, hii ni huduma ya Paulo kwa mataifa. Mataifa ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Ni wale watu bado hawajafunuliwa ama kulitambua neno la Bwana. Watu wa mataifa ni wale bado watu hawajachua ama kufunuliwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wanaelewa, wanasikia ya kwamba alikufa na akafufuka, lakini hawajui yale aliyowatendea. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Hawana shughuli mingi kwa sababu wanaona nchi ni yao, lakini wametoweka katika laini ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mataifa wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Hawako mahali pale kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Lakini kwa sababu huyu Yesu Kristo alikuwa ametupenda sisi, akafa na akafufuka tukapata kuokolewa, ndio liona ya kwamba Bwana alitenda makuu kwa kupitia yeye. Tunaona ya kwamba Paulo alianza huduma ili kuwaokoa mataifa wasicha wakaangamie. Sijui wewe mpendo, wakati unaposali ama kuomba unaambia Mungu nini? Hama unaomba kwa ajili ya familia yako? Unaomba kwa ajili ya familia yenu? Unaomba kwa ajili ya watoto wako? Unaomba nini ukimjulisha Bwana yale makubwa amekutendea? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo lazima ukumbuke Bwana na ukumbuke wale wote. Wakati Paulo alipokuwa ameokolewa, alikumbuka mataifa. Akaona ya kwamba mataifa watu walio mahali pale wakiangamia, atabaki peke yake, hawezi akairithi nchi. Ni kubwa sana kwa sababu atapaki mpweke. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akaamua kupeleka huduma ujumbe kwa watu wa mataifa, ndio wote watoke katika giza wamrudie Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mpendwa umeokoka, unamtambua Yesu Kristo, ukiomba kumbuka nchi ya Kenya, kumbuka nchi jirani, kumbuka watu wako wale waliolemewa na mizigo ya Shetani, ndio watoke katika ile giza wamrudie Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali popote unaopita, kwa ukitakasa injili ya Bwana, kwa ukiombea yale mazuri Bwana, unajua kuna ushuhuda unaweza kutoa kwa mtu mpaka aone na yeye aache dhambi amerudie Bwana. Lakini kuna vitendo drama unaweza kufanya mahali unakaa, hata ukiwa umeokoka, watu waseme ya kwamba kiwa hii ni kanisa, ili na mimi niache kwenda kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona ya kwamba ile huduma Paulo alikuwa na huduma wa kujenga na kufungua wale waliofungwa. Hata wale walipokuwa wagonjwa walipokea uponyaji. Haleluya. Wakaguswa tu, wakukumbuka lile dhambi lililokuwa nayo. Unajua kuna maradhi ingine yanaingia kwa ajili ya dhambi, tumemwasi huyu Bwana. Kuna magonjwa ingine yanaingia kwa ajili ya dhambi. Tunajua hivyo wapendwa. Kama ujui hivi, kuna magonjwa yanaweza kuingia katika nyumba yako kwa ajili ya dhambi. Wewe useme jirani amenoroga, Mungu ameniachilia. Mungu hawezi akatesa watu wake. Lakini saa ile umemwasi zaidi anakuachilia, na Shetani upata nafasi ya kuingia katika nyumba yako na kuonyesha ya kwamba tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna magonjwa mengine inaingia kwa ajili ya dhambi. Kuna vita mengine unaweza kupokea kwa ajili ya umeazi. Bwana Yesu apewe sifa. Sichapinga ya kwamba kuna wachawi na waganga na wazizi, lakini nasema kuna yale inayokuja kulingana vile tunaomwendea Bwana. Bwana anachoka nasi, anatuachilia, Shetani anatawala. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiwa katika hali unyonge, uvivu, mgonjwa, ufikirie sana umwendee Bwana Yesu Kristo. Uiname ya kwamba utainama tena, usame katika maombi, umuite Bwana, utubu, upokee maombi ya msamaha na ya toba. Ndio Bwana wakati anayokuja kwako anakusafiza ya kwamba hatakusafiza tena. Lakini ukumbuke kitu mmoja, Yesu Kristo sio mtu wa kupapazwa. Ukucha wakati ufaro, harakisi wala kuchelewa. Kwa hivyo usichoke kumuita huyo baba, kwa sababu yeye huitika wakati ufaro. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa umeomba muda mrefu, Bwana akubariki na kazi, Bwana akubariki na jambo yote,
lakini umekawia kuipokea. Jiulize ni nini? Jiulize maswali. Usije ukafikiria umerowa, umefungwa kutoka nyumbani kwenu. Mbona uchasema ya kwamba kama umemuasi huyu Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tumwendee Bwana, tumwambie ya kwamba atakase fikira zetu na mawazo, yapokee kibali machoni mwake. Ndio wakati tumwendee huyu Baba, tumwendee tukiwa tunamuogopa. Tunamwendea tukiwa tunamheshimu. Tunanyenyekea chini ya makoti yake. Ndio tumuite ya kwamba hatutamuita tena. Unasurrender your life mbele ya Mwenyezi Mungu, na yeye akugusa kuinue tena, kwa sababu hakuna dhambi asiyosamea. Kwa hivyo usijiweke kuwa msito ndani yako kwa ajili ya jambo fulani. Unaona ya kwamba umetengwa, umekataliwa. Unaona ya kwamba hujatimiza yale umeomba. Unaona ya kwamba kuna yule ametoka nyuma amepata baraka. Ujui wameongea na Mungu wake hali gani? Kwa hivyo jinsi unaomwendea huyu Bwana ndiye anakuja mbele yako, ndiye anaonekana. Napenda kuambia wote ya kwamba sio manabii wote wanaongea na Mungu live. Kuna wale na njia zao wanaongea na Mungu wao. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati tunamhitaji huyu Bwana akaguse mioyo yetu, akaguse ya kwamba hatagusa tena, atubadilishe katika moyo na mawazo na roho, akuje ya kwamba hatakuja tena. Vile wewe utamwendea huyu Bwana, ndivyo atakuja mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kutuambia watu ya kwamba kabla hujamwendea huyu Bwana na kumshukuru na kumuitisha kile unataka, anyenyekea mbele yako ukiitisha msamaha kwa ajili yako, kwa familia yenu, katika nyumba yako. Umwambie Bwana kama mumeasi awasamehe. Lakini watu wengi wanakumbuka nyumba zao peke yake, hawafunguki familia, hawakumbuki ndugu yake. Wanasema kama huyo ndugu yake alio mchawi, acha akae na mchawi wake tu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika familia tunasema tuko kama gunia imefungwa viazi. Tukisema huyo ndugu acha akae na uchawi wake na bibi yake, jua kwamba ukiwa katika hiyo gunia utaosa na wewe pia. Kwa hivyo kupokea nuru na mwangaza na utukufu wa Bwana, lazima ombe mambo ya toba kwa ajili ya familia. Umwabudu Bwana ya kwamba utamwabudu Bwana tena. Umwambie Bwana, nataka utakaso ulio mpya ndani yangu na katika familia yangu na katika ukoo wetu, ndio tupate kukombolewa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio nasema ya kwamba wakati Paulo alionekana kwa Waefeso, alipeleka injili, alipeleka huduma unaofaa, ukafata kufufua wengi. Kuna wale walikuwa wamepotea, wakachua ya kwamba kumbe kudhulumu mwenzako ni vibaya, kumbe kumchochea mwingine kazini ni vibaya. Wakarudi nyuma, wakatubu, wakamrudia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna yule aliyo mtakatifu katika nchi ya Bwana isipokuwa yule ameamua na kutubu na kumrudia. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wakati atakaporudi hataangalia ile chogo nayo. Wakati atakaporudi hataangalia vile unakaa, ataangalia moyo wako. Ataangalia vile unaomtumikia. Ataangalia wakati unapeana na njia gani. Unapeana njia ya mafuno, unapeana na njia ya kisirisiri, ama unapeana ya kwamba utapeana tena. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika kitabu ya Efeso 3 yatuambia ile huduma Paulo alipeleka kwa mataifa ilikuwa huduma safi na takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha safi na takatifu ni kumaanisha ya kwamba alikuwa ana lawama ndani yake, na wakati aliingia watu wale wa Mungu alikuwa kweli kweli ametumwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu wewe leo utumwe na Mwenyezi Mungu, ukatae maovu, umrudie Bwana, na mahali unaenda, mahali unapousi, unakaa njia, unakaa, unapoishi, safarini, sokoni, mahali unafanya kazi, utakase injili ya Bwana iliyo injili sawa. Isije kawa injili ya kuwa kinyonga. Iwe injili ya kwamba itasikikana tena katika ulimwengu wa dhambi. Haleluya. Ndio ongezewe masiku uitwe mwenye haki katika hema ya Bwana. Uokoe mioyo ya wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini akawajulisha akasema yeye Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu nyinyi mataifa,
aliamua kumtumikia Bwana, ya kwamba atamtumikia kwa ajili ya mataifa, kwa ajili ya watu wa Mungu wale walikuwa wamepotea. Kwa hivyo ndiye alitumia China kifungo ache. Alimaanisha ndipo hapo akataliwe na ulimwengu, hakataliwe na nchi yao, hakataliwe na wazazi wake, hakataliwe na watoto, hakataliwe na mke wake. Akasema yeye ni mfungwa, atarudi nyuma. Sijui wewe mpendwa umeamwaje? Bwana Yesu apewe sifa. Sijui wewe umeamwaje kumtumikia huyu Bwana? Ama itafika wazazi wakwambie hiyo kanisa ichanifurahisha. Unajua ile kiatu umevaa mpendwa, wewe ndio unachua vile kimekuvinya. Hakuna mwingine atatoka nyuma afaye aseme kimemvinya vile kimemvinya. Kumaanisha ule usito ulio nayo, mahali ulipotoka na mahali ulimefika, ni wewe unachua na Mungu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona ya kwamba Paulo yeye akasema ni mfunga wa Yesu Kristo kwa ajili ya mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Aliamua atumikie Bwana kwa ajili ya mataifa wasiche wakapotee. Awaonyeshe njia yake ya ukweli, awaonyeshe njia za Bwana ili wasiche wakapotee, ili wakati wataendeleza hii injili wakuwe wawili watatu wakiwa wanasaidiana katika hii kazi. Sijui wewe mahali ulipo unasema nini? Hasa wale wanaofanya kazi, mmeachiliwa katika hiyo kazi kampuni, mko watu wa 30, mkiona wageni hawataki waingie, ikiwa wageni wameletwa hapo, badala ya kuonyesha njia mnawakanyagia. Lakini tunaona ya kwamba Paulo yeye hakuwakanyagia. Yeye aliamua kukaa kule kuwafundisha njia. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo tunasema ni upendo wa Yesu Kristo. Kama una upendo ndani yako ni kazi ya bure. Na upendo ndio tunasema amri kubwa katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo ukiona yule hawezi akakuonyesha upendo kukusaidia mahali umelemewa, huyo sio anaamua kumfuata Yesu Kristo. Lakini tunaona ya kwamba Paulo aliamua kukaa na kuhubiri huduma, kufanya huduma katika taifa ili watu wote wasicha wakaangamia wakapata neno. Ndio kazi ya Bwana ikuwe rahisi. Na wewe pokea mahali unaofanya kazi, onyesha wengine, ndio kazi ikuwe rahisi muende mbele. Haleluya. Tuache vitina, tuache wivu, tuache uchochezi. Kwa nini hii roho imerudia hii Sunday tena? Tafakari kama wewe mumeachiliwa wawili watatu hata kwa hoteli, ni wewe ulio tabia ya kukanyia wengine na kuwachochea. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna mtu anasaliwa akiwa anachua kitu. Hata mtoto akisaliwa anafundishwa kutamba. Anasaliwa anafundishwa kukulizwa. Kwa hivyo usiwe kikwazo kwa wengine kuingia kule paradiso. Usiwe kikwazo kwa ajili ya hiyo hoteli yasiche kaendelea. Tubu na mrudie Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mzee mmoja akaniambia watu usahau sana. Kwa sababu wakiingia wakiwa wawili watatu wakifanya jambo, wachue ya kwamba ile karamu iliyomwandika ndiye tafanya nini? Tafakari hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona ya kwamba Paulo wakati aliudwa katika huduma, unajua ni kazi ya kiroho. Tuko na kazi ya kiroho na kazi ya hatujui. Kazi ya sisi tunashughulika. Sasa yeye aliamua akaona atafanya huduma peke yake. Lazima atoke apate wale waliopotea wakuja wasaidiana. Ndio naona ya kwamba kazi ya Mungu ni mingi, lakini watenda kazi ni wangani? Na wewe mahali huko katika hiyo kiasi usimu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kama alikuwa anaosha vyombo, wacha aoshe vyombo na wewe upige. Lakini ukimchochea akitoka uwezi ukapiga na oshe vyombo. Haleluya. Hiyo ndio spirit imeingia kwa Wakristo wengi. Hataki kuona mwenzake akiinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Anauliza akicha, na nani huyu alimuleta tena?
Ni nani ameleta huyu tena? Ni Zeri ama ni nani? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe ni wa kufagia fagi, kama wewe umepangwa kwa kule kupiga pi, kama wewe ni wa kusafisha safisha, heshimiana ndio baraka zipo. Fanya nini? Unajua wakati heshima iko mahali watu wako, hata wakuomba mahali kule kunafunguliwa kwa haraka, hata mahali pale kuna banuka, hata mkuu anasema waongezee maradufu. Lakini wewe ukisema uwezi ukatoka kufagia ukuja ose vyombo. Kio ista amekupeka kwa kupiga uwezi ukaacha tena ufagie. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona hiyo spirit? Hiyo spirit ni mbaya. Lakini tunaambiwa kwamba Paulo alikuwa mtu mcha Mungu, aliamua kufanya kazi ya Bwana, alifanya hiyo kazi lazima asaidie wengine watoke kwenye giza wakute nu. Kama yule ajui kuosha vyombo, wewe unafagia unajua kuosha, muonyeze. Kuna mtu alijua hata mtoto ukimfunza sio unamwambia weka sabuni, weka maji moto, pendua hivi, kamua mara 3, uweke mwaga maji. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua wengine tunapoteza baraka hivyo kwa sababu hatuna upendo ndani yetu. Tuko mahali pale kwa ajili ya wakati. Lakini wewe kuwa Paulo siku ya leo, usiwe mahali pale kwa ajili ya wakati. Ukuwe mahali pale kwa ajili ya kuendeza ujumbe wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaweza kuwa umetumwa Kisumu, lakini unatangaza ujumbe. Mahali pale unaongea neno, watu walikuwa kwa giza, watu walikuwa wanapotea kwa uganga. Wanasema kweli. Vile tunaona huyu ndugu ni mtu mzuri. Ile njia naenda, wacha na sisi tuifuate. Lakini ukiwa mkaiti, ukiwa ni mtu wa kufuruga unarudi nyuma, hasa watasema huyu mtu mlisema ni Mkristo, ni kutoka nabii, ni kutoka PhD. Ni wapi huyu ametoka? Mnanishika lakini Paulo alikuwa mwenye huduma wa haki na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Alipewa neema ya Mungu kwa ajili ya watu wa mataifa, na wewe pokea hiyo neema. Kila mahali unaenda Bwana akusikike. Ukienda kusimama kwa wale watu wanachocheana, kama umeingia kwa kampuni unapata vitina iko mingi, wewe simama sema no. Ombe hiyo kampuni ifunguliwe na Mungu apate kuinuliwa mahali pale. Upate haki yako na Mungu apate haki yake, ipate kupanuka ukaopa muda mrefu. Ukiona inuliwa hata utatasamani kutoka mahali hapo aende mahali pengine. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia ya kwamba yeye alisema ni wakili wa neema ya Mungu alipewa kwa ajili ya watu wa mataifa. Ya kwamba kwa kufunuliwa nilichulizwa zili hiyo. Machache niliyoandikia ndio mnaweza kuyasoma muyatambue ile siri iliyo ndani yangu. Haleluya. Nani anayeweza kutambua siri iliyo katika mtumishi wa Bwana? Ni yule anayesema katika maombi na anayesimama katika neno. Kwa sababu wokovu itapita, neno itafanya nini? Itapita. Kukaa katika kutambua siri ya Bwana, lazima ukuwe mchasiri. Nawe mtu wa kutubu na kusama katika maombi na kuomba Bwana kuongoze katika kiroho. Kwa hivyo yule anayesoma hii neno ndiye anasema kusaliti ni vibaya, kuchochea mwingine ni vibaya, kuwa mwingine ni yule ndiye anayesoma neno. Kristo yeye alikuwa anajua ni nini kinaendelea. Katika kumtuma yeye ili apate kufunuliwa afanye kazi yake, aliwaambia sisi ni urithi mmoja. Lakini unajua Wakristo wakiwa na urithi mmoja. Kwa hivyo wakati aliwakusanya hakuonyesha ya kwamba wao wako kando. Ndio naambia wamama wengi wakati mmepita kwa masoko, ukipata nguo cha kufurahisha, wacha kumwonyesha muuzaji ya kwamba cha kufurahisha. Mpatie hope ya kwamba mwambie nguo imenipendeza, lakini pesa zimekuwa sina pesa ya kutoza, kesho utarudia. Wacha kukunja uso, hata yeye anaona cha kufurahisha. Hata ukipata imetoboka kwa unamwambia anaona iko sawa. Lakini pesa zinanilemea,
unampatia moyo wa kuuza. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio naona kwamba Paulo wakati alipokutana na Waefeso, wao ndiye aliita kuwa mataifa. Aliwaambia sisi ni urithi pamoja na nyinyi. Hakumwambia kwamba yeye ameokoka zaidi kuliko hao. Alimwambia sisi ni urithi na lazima tufanye kazi pamoja na nyinyi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo aliwaendea katika hekima na busara, pia wote katika giza walete katika nuru. Kwa hivyo wewe ukiwa Mkristo, mahali unayofanya kazi, mahali uko na biashara, mahali unayotembea, mahali uko mahali popote, onyesha wengine upendo. Usiwaonyeshe ya kwamba wewe uliokoka zaidi kuliko wao, kwa sababu utawavunja moyo kuingia katika Kristo. Wewe onyesha uko sawa pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikakumbuka kijana mmoja tulia chini mwaka wa 2003, wakati niliambia mfanyikazi leta chakula tukule, alikaa akachukunja sana. Alikuwa kijana wa miaka 20. Tukamuuliza atukuli. Aliambia senior bishop ya kwamba yeye ameshangaa tangu azaliwe hajawahi kuona Mungu akikula na mtumishi wa Bwana kwa meza. Amen. Haleluya. Amen. Akaniambia kwa kutoka Western Chia wamefunzwa ni njia tofauti. Kupatie kibali heshima ndiye apokee kibali kutoka kwa yule anayekula na yeye mtumishi. Bwana Yesu apewe. Amen. Tunasema hivi, nakuja nikielezea hivi. Katika hali ya Paulo alikuwa anatumwa kwa ajili ya huduma. Na hiyo huduma alikuwa anatumwa afanye. Hakutaka kujionyesha ya kwamba yeye anajua zaidi kuliko wengine. Waje kupata watu wakiwa mahali wako wa chama, wewe unaongea vizuri zaidi mpaka kinatoka kwa akili. Yaani unaonyesha wao hawajasoma, lakini wewe umesoma. Kibali ya Bwana kupeana kila mmoja ni tamu. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ya Bwana ni neema tofauti sana. Yeye aliwaonyesha akawaambia, turudie maandiko bila alisema 5 ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi, na urithi mmoja na wa mwili mmoja, na wasiriki pamoja nasi wa hadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa ajili ya injili. Haleluya. Akamwambia hayo yote, akawaambia yote wataunganishwa kwa ajili ya injili. Kwa hivyo injili ikwende pawe, injili ilikuja kuunganisha. Awe mganga, awe mchawi, awe nini, muweke mfilie mpaka wakati wa mwisho atakoka. Ikiwa ni wakokoka atakoka. Ikiwa ni ako mahali pale kwa ajili wakati wa maangamizi atangamia. Wewe kazi yako ni kutupa neno, na ile neno ni muuse, ni mbadilishe, na wewe uhesabiwe kuwa mwenye haki katika neno la Bwana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Paulo wakati aliingia kwa Waefeso, kwa watu wa mataifa, alienda kuhubiri, alienda kuonyesha ubaguzi. Wewe umeokoka, wewe uchakuwa na cheo, wewe uko nini, aliwaweka pamoja. Akawaambia sisi ni urithi wetu, tuko pamoja nanyi. Bwana Yesu apewe. Amen. Kwa nini Paulo alitumia hiyo mbinu? Alitumia hiyo mbinu ya washike wote. Asija wale wasija wakaona wametengwa. Wale wasija, unajua kuna watu wamefika katika familia wanaona ya kwamba wametengwa. Lakini wewe wacha nikuambie hivi, uchatengwa kwa sababu Yesu Kristo yako hai. Amen. Alikufa na kafufuka yako hai. Ukiona ya kwamba kuna yule anayekutenga lakini Mungu atakutenga. Amen. Ndio kwa sababu aliachilia Yesu Kristo hakuwe wakili wa ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio tunaomba Paulo aliamua kuwa wawe sawa, lakini Bwana akuwe yeye peke yake ndiye anachagua ni gani ngano, ni gani magugu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani ngano, ni nani magugu? Kwa hivyo alitumia hiyo mbinu akiwaambia sisi ni urithi pamoja nanyi, na hayo yote yapitia katika injili. Alitumia mbinu kwa kuweka pamoja naye, ndio wakae karibu naye awafundishe sawa sawa. Lakini akienda akawaambia nyinyi mmeokoka, kwa ya kuja huko, nyinyi wasio mchaokoka vizuri kuja huko, hawa wasio watavunjika wataona wametengwa. Lakini yeye alitumia mbinu. Mungu alimpatie hekima na busara na uerevu, ndiye akapata kuhubiri neno la Bwana, akafanya huduma iliyo sawa. Haleluya.
Bwana Yesu apewe sifa. Injili hiyo ambayo mliofanya huduma wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu aliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uwezo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia, Paulo akawaambia ile injili ambayo waliofanya kuwa wahuduma ni wahuduma wake kwa kadiri ya kipawa cha neema ya Mungu aliyopewa kwa kipawa cha utendaji wa uwezo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni neema ya Bwana. Ile injili ama huduma walio nayo ndani yake walipewa kwa ajili ya neema ya Bwana. Ndio kwa sababu mnaona yote waliofanya kupitia Yesu Kristo. Hawakupitia katika uwezo wao ama nguvu zao. Walifanya hayo yote kupitia mwana wa Mungu Yesu Kristo. Ndio unaona ya kwamba Paulo alisimama katika neno. Alifanya huduma bila wasiwasi. Alikuwa anaingia hata kwa wachawi na waganga wanaokoga. Lakini wewe ukisikia leo ako Kitui unasema hatutakula pamoja naye. Ukisikia leo alikuwa hatutaenda pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna swali dada watatu waliniuliza mwaka 2004 walipokuwa kucha katika nyumba ya huduma. Walitoka mchu wa pipeline wakaniuliza, mbona wewe unapenda kutukaribisha na kule Bible tunaambiwa sisi ni watu wa kurandaranda na wauaji. Unajua shetani akija kwako apiti kwa hewa. Bwana, niliwaambia Yesu Kristo alikuja kuokoa kwa wale waliokuwa na dhambi. Hakukuja kwa wale walikuwa wazima, alikuja kwa wale walikuwa wagonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akaniambia tukiingia katika hiyo gate wanaongea wale wamama tunapata hapo nje. Wamama sio wase, wamama tuko. Wanaongea wamama vibaya sana tukiingia. Atiangalia yule mtumishi wanaongea nao wasichana wanarandaranda, wanafanya maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kaambia nyinyi ndio Bwana anahitaji. Mkuche katika lango lake mpate kuokolewa. Hayo yote yatapita ndani ya ulimwengu, lakini neno lao litasimama mpaka mwisho. Mimi nawapenda kwa sababu sitaki mpotee. Nataka mkaribie huyo Yesu Kristo. Mission walikuwa naye Elisha. Walienda wakaokoka, na mimi nikasema Yesu Kristo apewe sifa na inuliwe sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuongea hata mganga aruse uganga yake chini ya mwagu ufuata. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama una nguvu uache kubishana na mganga. Kama una nguvu usibishane na mganga. Kama una hekima ya kuongea naye usitafute kwa nyumba yake unaenda kumuongeleza. Natoka hapo tusikie ulilala usiku. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yananiambia Paulo akawajibu ya kwamba ile kazi anafanya kupitia neema ya Bwana. Ile injili anaendelea kupitia neema ya Bwana, ndio kwa sababu unaona akona uwezo wa kuhubiri injili. Akona uwezo wa kufanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Yeye akona uwezo kwa ajili ya neema. Tuelewane vizuri. Hakuamuka asubuhi ataenda afungue njia kanisa huko kwa Ruben nianze kudanganya wote. Akona neema. Kwa hivyo hii neema hakuipokea bure. Lazima alimuita Bwana na akaungama dhambi zake, akamwambia sasa tuende katika safari na uhitaji Mungu wangu. Nitume sasa ili nifanye kazi yako. Ndiye anasema alienda kufanya hii injili. Akawaambia ndio mnaona uwezo unatendeka katika injili kwa ajili ya neema. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nilikuwa mdogo kuliko yeyote aliye mdogo wa watakatifu wote. Nilipewa neema hii ya kuwahubiria mataifa utajiri wake wa Kristo usiopimika. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Maandiko yatuambia ya kwamba Paulo akasema yeye alikuwa mdogo kuliko yeye aliye mdogo kwa watakatifu. Mdogo kwa watakatifu ni nani? Mdogo kwa watakatifu nene. Yaani alitumia yeye aliye mdogo kwa mdogo wa watakatifu. Ndio Yesu Kristo.
Alikuwa mdogo wa? Alikuwa mdogo, lakini mdogo kwa watakatifu. Kwa nini Paulo akiweka hicho yao yaonekane juu? Aseme nimehudumiwa, nimekuwa mkubwa katika taifa. Ndio kwa sababu nimetuma kwa mataifa niwakusanya pamoja ili wapate kuchua neno la Bwana waokolewe. Lakini yeye alisema yeye alikuwa mdogo kwa wadogo watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Akasema wote niliopewa neema hii ya kuwahubiria mataifa utajiri wake Yesu Kristo usiopimika. Ndiye akapewa neema ya kuhubiria mataifa. Alikuwa mdogo kwa wadogo watakatifu. Ndio Yesu Kristo. Ndiye akaweka kuhubiria injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba alihubiria mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Ile neno aliyopokea lilikuwa na nguvu, na ile nguvu ilikuwa naye kushinda watakatifu. Tuelewana? Akasema yeye alikuwa mdogo kwa wadogo watakatifu, na mdogo kwa wadogo watakatifu alikuwa manisa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa juu yake na yeye akawa ndani yake, lakini akatumika kuwa chombo kilio takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Na maandiko yatuambia alipewa uwezo na nguvu ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na injili alikuwa anahubiri kwa mataifa ilikuwa utajiri, ndio wapate kuipokea. Ukipokea huyu Yesu Kristo wewe ni tajiri. Kila mahali unaenda unasaini. Kila mahali unakanyaga nchi inabarikiwa. Kila mahali unaenda, hata kulikuwa na vita inasimamishwa hiyo vita. Ikiwa utaingia mahali kulikuwa na fujo itasimama. Ikiwa mahali walikuwa wamekaza katika hiyo poma wasifunguliwe, watoto watafunguliwa wasome kweli kweli. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona maandiko yatuambia kwamba yeye alihubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Haina kikomo. Kwa sababu yeye alikuwa mdogo wa wadogo watakatifu. Nataka hapo upige kama mstari kadogo. Na sisi yote tujifunze. Ukiingia katika hema ya Bwana, chukua kalamu, chukua kitabu kako kadogo, andika lile neno Roho anaofundisha. Ndio ikuje kukusaidia baadaye. Wacha kukaa hivyo tu. Ulisikia yote wakisema unakaa kama mtimka? Wewe kaa kama ujasiri. Unajua ni nini umekuja kufanya hapa? Hapa unakuja kupokea neno la Bwana, litakuja kukusaidia wewe na watoto wako ikiwa utafika huko. Bwana Yesu apewe sifa. Jaribu kujifunza. Yaani ile Biblia tunawanunia kwenda shule, kwa chini mnaenda shule. Lakini baada ya shule unaikuja na unaiweka huko. Utaki kuiangalia kwa sababu shule inaishi. Ona youth ni wangapi walio na Biblia? Mkono juu. Unaona? Wako na Biblia sasa hivi vile tunaongea. Wainue mkono juu. Yaani ile mkono. Ona youth yao tumeweka ni wawi. Mnaona ni wangapi? Wapigie makofi. Na nitawanunia sati ya Disemba nzuri yenye wataingia utafikiri ni malaika. Sasa hiyo nitawapea 25 kwa sababu nitawapea 20, nikiwapea 25 watakudia saa hii chips. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hao nitawapamba kwa sababu walijua ile Biblia sio ya shule tu. Lazima wafanye ni? Yesu apewe sifa. Unaona ingekuwa wakati mtihani ni wangapi wangepita? Nao tuliweka hapa mbele ni wangapi? Bwana Yesu apewe sifa. Tujifunze kukaa vile Yesu alikaa. Ni kujifunza tu. Ndio neema ya Bwana ianguke juu yetu. Neema ya Bwana ikae juu yetu. Ituongoze vile yeye apendavyo. Haleluya. Bwana apewe sifa. Yeye alisema alikuwa mdogo kwa wadogo wa watakatifu. Ndiye akapokea neema ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Nini? Isiyopimika. Alihubiri mataifa utajiri wa Yesu Kristo usiopimika. Kwa hivyo tunaona ya kwamba alikuja akapokea kibali. Hata wewe pokea kibali
ikiwa utatii sauti ya Bwana. Haleluya. Bwana apewe. Maandiko yakasika tumia na kuangaza watu wote wajue habari za madaraka na siri hiyo. Siri ni nini? Aliyesema alifanya watu wote wapokee madaraka, uwezo, ili wapate kujua siri ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu alivyoumbia vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo na neema namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo alifunza vyema sana. Akasema yeyote alifanya kusudi watu wa mataifa waangaziwe. Bwana Yesu apewe sifa. Angazie watu wote wajue habari ya mamlaka na siri aliyo nayo ya Yesu Kristo, ambayo tangu zamani zote tulisirika katika Mungu aliviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa. Unasijua hakusema kwa njia ya mikutano, alisema kwa njia ya kanisa. Na kanisa ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Alifanya kwa mataifa, mataifa wapate kumtambua siri ya Yesu Kristo, na kupitia hayo ndio kanisa ipate kuchengeka. Unajua mataifa wakijua siri ya Yesu Kristo, ni rahisi kuchenga kanisa la Bwana. Kanisa itachengwa na kina nani? Iyo kanisa itachengwa na wa Kristo. Iyo alisema alihubiri injili, ndio ndiposa mataifa wapate kuipokea, wapate kutambua jinsi ile injili iliyo katika yeye, ndio wapate kulichenga karu ya Bwana. Maandiko yatuambia kwa sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo na namna nyingi ijulikane na vanu na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ndio kanisa ya Bwana ijulikane. Wale waliokolewa katika mataifa, wakati wamelitii sauti ya Bwana, wakuja pamoja walichenga hekalu ya Bwana, ndio kanisa la Bwana lijulikane. Ni kanisa gani lililo takatifu katika ulimwengu wa dhambi? Ni kanisa gani linalofuata mwongozo wa Yesu Kristo? Ni kanisa gani linalosema sasa tunataka kuungana kumwabudu Bwana usiku mzima tumwabudu? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Paulo alitumika ili alete mataifa pamoja, wageuke, wabadilike, wamwabudu Bwana, walichenge hekalu la Bwana, ndiye hekalu takatifu, ama kanisa ipate kujulikana ni kanisa gani iliyo safi katika roho. Hiyo maandiko tunaiona katika maandiko ya Ufunuo. Kuna kanisa ya nini? Kuna kanisa zimetajwa tofauti katika Ufunuo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona Paulo ni mmoja wa kuunganisha, kwa kupeleka ujumbe kwa mataifa, ndio wapate kuchenga kanisa ya kiroho, ndio wapate kukumbuka kuna Yesu, ndio wapate kuona mwangaza, ndio wapate kufunguliwa, wakuje katika Yesu Kristo, wachitenge na maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kadiri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu, katika yeye tunayo ujasiri, uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Ndiye 30 akasema, basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu wenu. Msikate tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia wasikate kwa ajili ya dhiki wanaokutana nayo. Unajua kuendesha injili ya Bwana sio kati rahisi na sio ngumu. Unaweza kukutana walevi wa kutishi,
wakuita we maraya, we mchawe, lakini hiyo isikukatiza tamaa. Enda mbele. Ndio naona ya kwamba Paulo akawaambia wasikate tamaa, kwa sababu yale amepitia yeye, yale mapigo alikuwa amepigwa, ndio atoke katika laini ya Bwana. Unajua Paulo hakuona mema akiwa katika hiyo hali ya huduma wake. Alikutana na machafu, alitusiwa, akatukanwa, akaambiwa maovu, lakini alisidi kuzingatia neno. Alikaa katika, ndio Kristo akamuinua katika njia zake. Kwa hivyo akaambia watu wa mataifa kwa yale amepitia yasiwafunje moyo. Sio wao, kwa yale yeye alipitia. Waliona vile anapitia magumu, isiwafunje moyo. Kwa hivyo na nyinyi ni ujumbe, kwa yale mnaona anapitiwa na watu wengi, msivunjike moyo. Kaa katika neno, sama katika maombi, muite Bwana ya kwamba utamuita tena. Penda Mungu wako kuliko vile upendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Mpende zaidi. Kubali kumtumikia wakati wako wote. Yeye ni wa kuinua, yeye ni wa neema kubwa, na fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni gani Yuda aliposikia vyema wakati aliambiwa tuende nyumbani mwa baba? Kwa sababu alijua nyumbani kwa baba kuna furaha tele, kuna matunda, kuna upumziko usiopimika. Paulo akawaambia neno aliyowapandia na kila aliyopitia iwezi katika Kristo, iwezi ikafanya nini? Ikalinganishwa na jambo lolote. Kwa hivyo aliwapatia tumaini ya kukaa. Na nyinyi leo pokea tumaini ya kukaa. Jua ya kwamba Kristo ako pamoja nawe. Ichadisi mapigo umepigwa, ichadisi magonjwa uko nayo, lakini jua ya kwamba kuna magonjwa mengine inaletwa katika njia za laana, katika vile tumemuasi. Kuna magonjwa yanakuja kwa ajili ya kuasi, kwa ajili ya kukataa neno la Bwana, kwa ajili ya kuongea mbele ya juu ya watumishi vibaya, kwa ajili ya kuvunja lile agano mlioweka na Bwana. Anakuachilia Shetani kwa sababu anaona yule mtu alikuwa anasema anamjua, lakini leo anamkaza. Anakuja na mapepo yake 14. Anakaa ndani yako, anaanza kutesa kwa sababu kwanza ulimkataa ukamrudia sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna mateso ile yanakuja, kuna magonjwa yale yanakuja kwa ajili ya kumwasi Mungu. Kwa ajili ya kutenda kinyume vile ulikuwa umeahidi. Uliambia Bwana ukiniokoa, ukinilinda pamoja na familia yangu, ukinibariki na hii, nitakutumikia milele. Lakini ikifika katikati unaenda kinyume, unaambia Bwana, unaanza kufanya mengine, yani uchasti unazimu ya kwamba hakuna Mungu aliyekuweka katika ulimwengu. Unaanza kufanya vitu yako iko very funny. Kwa hivyo tunaona magonjwa mengine yanaingia kwa ajili ya laana. Magonjwa mengine yanaingia kwa ajili ya kumwasi Bwana. Kwa hivyo wewe mgonjwa, kabla hujainama kumuita Bwana, mwambie Bwana, nyenyekea mbele yake. Mwambie nimegonjeka kwa muda mrefu. Ni nini niliasi? Unikumbushe, nitubu, nikurudie. Wamboi alipokaa Kenyatta muda mrefu, yeye alililia Bwana akasema, Bwana, madaktari wanasema ya kwamba hakuna dawa, hakuna uponyaji, niende nyumbani kwa sababu nimekaa sana. Yeye akamulilia Bwana, akaomba siku 3, siku ya 4 akatumiwa nabii. Maandiko yanatuambia kulikuwa na manabii. Yanatuambia kulikuwa na manabii. Akatumiwa nabii wakati alivyo huko, akamuuliza Wamboi, mimi nimekuja leo, nimemtuma. Wamboi alifurahia, akakaa, akajua maombi yake imefika. Aliposikia sauti ya Bwana, lakini sio sauti ya mwanadamu. Nataka tuelewane na nyinyi vizuri. Tusije tukaingia katika mateso, katika njia mbaya, tuseme ya kwamba ni Shetani, tuseme ya kwamba tumeroa, tuseme ya kwamba kwetu kule nakaa wako na wivu na nyumba yangu. Hapana, kuna mateso mengine yanaletwa kwa ajili ya laana na kwa ajili ya kumwasi Bwana. Kwa ajili ya laana na njia ya kumwasi Bwana, umemkataa, umemgeuka. Baada ya kupokea baraka, umempatia nini? Mgongo. Na vile hadi ulikuwa unasema Mungu sikuachi. Lakini wacha tupende Mungu. Ni uzuri gani kukaa katika Kristo? Ni afya gani ulio nayo ukikaa? Ukimuita ya kwamba utamuita. Yani uambie nikose yote, lakini sikose Yesu Kristo. Ndani yako ikuwe na amani na utulivu.
Usikose huyu Yesu Kristo kwa sababu ndio tarajio. Unajua sisi tukilala tunasema wacha tulale Mungu atulinde mpaka asubuhi, lakini ujui siku atakaporudi ni siku gani. Ujui ni wakati gani anapoonekana. Ujui ni wakati gani masiku yako ya kuenda. Bwana Yesu apewe sifa. Wamboi walipokutana na nabii, akamwambia Wamboi, unakumbuka katika kijiji fulani? Akamwambia hiyo ndio kijiji naokaa. Unamwambia unaona kitu aliyotendea mama mmoja alikuwa mahali pale? Akamwambia ndio. Tulivurugana, mimi nikaenda katika njia sio mfurahisha Bwana, nikatenda maovu, nikaleta mateso kwa hiyo nyumba ya huyo mama. Tuko pamoja. Wakati alipoongea hivyo akamwambia Bwana, kwa sababu Bwana anakupenda, anataka ukue funzo kwa wengine. Hakukuachilia hata ikiwa Shetani amengangana nayo. Hakukuachilia. Sasa fanya hivi, ondoka mahali hapa, uende mpaka kwa huyo mama, umuombe msamaha. Msamaha ilifunga mtu miaka 3 kwa magonjwa. Kwa siri amekataa kuitisha msamaha na alienda kinyume. Msamaha inakubalika. Waje useme ya kwamba siwezi kuitisha msamaha. We, Shetani yako mbio na Kristo yako. Shetani anatafuta wafuasi. Na anatafuta wale wako na roho ngumu, anasema hawaitishi msamaha. Msamaha inakubalika bwana. Msamaha uwezi ukailipia. Enda waitishe msamaha, muelewane, msamiane, kuja mbele ya Bwana, useme nimeasi, nimefanya dhambi. Hata ukitoa sadaka yako ya msamaha inakubalika. Au unakuja kutoa kisirisiri, ama unaandikia yule ujumbe ile fupi, unaandikia ujirani yako na kuomba msamaha, nijua nakosa, hiyo msamaha sio msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unaandikia kama mtu ako Kisumu, ako USA, ndio unamwandikia kabarua na mko na yeye hapo kwa plot. Sio nimwambie nimekosa, nimeona makosa yangu nisamee. Alafu mnakumbutaniana hivyo tu, mnasamiana. Wamboi alilala 3 years na magonjwa kwa sababu alifikiri ni yule jirani anatukumia magonjwa ya kufa. Hiyo magonjwa ilirudi kwa, akaambiwa lazima itize msamaha ndio apokee uponyaji. Baada ya kuteseka muda mrefu, magonjwa yamekula pesa, ugonjwa uonekani kule Kenyatta, alikubali kurudi. Kuna watu wengine sio tafadhali, lazima watamrudia Bwana. Kuna vitu vingine sio tafadhali. Unajua vitu vingine tusifanye kama drama tunafanya kwa Mungu. Mungu amekasirika siku hizi. Ameona watu walikuwa wamefufua katika njia zake, wamegeuka, wameanza kufanya kinyume. Wameanza kufanya drama. Sasa akiachilia Shetani anaanza kucheza nao. Mpaka wanamkumbuka wakati ule nilikuwa kwa baba, nilikuwa sawa. Wanakumbuka Kwa hivyo vitu vingine sio uchawi, sio urogi, sio nini. Msamaha na kubarika Bwana. Wewe enda uitize msamaha, ndio pokea usima na usinde. Bwana awabariki. My name is Samuel Andavason. Take my sin, my cross, my shame. As again I praise your name. You are my only long. When I fall down, you lift me up. When I am dry, you fill my cup. You are only Lord, only Lord. Jesus, you are righteous of God. Worthy is your name. Jesus, you are righteous of God. Worthy is your name. Thank you. Kwa majina naitwa Michelle Neema. Niko na wimbo. Nimezama kwenye matope Baba, pasipowezekana kusimama, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini mwangu. Nimezama kwenye matope Baba, pasipowezekana kusimama, maana maji yamefika kwenye mpaka nafsini mwangu. Thank you. My name is Hope Evans from Nabi Powerful Christian Church in Dayavaso. Usiku waendelea, mchana umekaribia.
tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia, tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo kati ya mbwa mwitu, ninao sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo kati ya mbwa mwitu, ninao sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Thank you and welcome. My name is Jan and I have a song. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama uendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu. Enda nasi, tutavua mapango yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakaze na utembee nasi. My name is Yahweh, a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh, a miracle working God. Your name is Yahweh. My name is John Nyaboke Osero and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 4 verse 27. It says, don't give the devil a chance. Say amen. My name is Emmanuel Bosire and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 29 verses 17. It says, discipline your child and you can be always proud of them. Say amen. My name is Dom and I have a song. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, nguru na vitu vyote